tunapotaja soka siku zote mimi nakwambia kwamba Maika Media hii ni sauti yetu. Hapa tunakupa kila ambacho unataka, na katika kitengo cha Maika Viwanjani mimi uhakikisha kwamba nakuweka sawa, manake pale ndio kitovu cha talanta. Pale ndio tunaangazia masuala yote ya soka kuanzia katika ligi hapa nchini Kenya, tukianza pale chini Division 1 tukuje NSL, vile vile tupige pale KPL, toka pale KPL ambayo hivi sasa ni SportPesa Premier League, alafu kutoka hapo napiga katika rubaza kimataifa na kujuza kila kitu ambacho kimefanyika katika nyuga zetu mbalimbali. Mimi mtoto wa mama John Anthony Orao tasalia kwa jina langu ambalo walinipa wazazi wa kwangu kutoka kule katika maeneo ya Luanda County ya Vihiga. Niko naye Aizo Isaac. Yes, Aizo, unajua ni kwa muda sana. Yes, kwa muda sana kuweza kutagusana na wewe. Kabisa. Kwa muda sana, lakini ilikuwa on air. Si katika masuala kama haya, lakini kwa sababu unapenda soka, naam, karibu tuende nalo. Asante. Wewe unapenda soka katika njia ipi? Bana mimi unajua someone can love football because of one thing. Kama mimi I love football because it's my career as well. It promotes my career. It promotes my career. That's why I love football. Sasa mimi naipenda kwa sababu nilicheza. One. Is that the main thing? Sasa unajua out of hiyo, alafu tena mimi ni fan mkubwa Manchester United. Lakini kikubwa zaidi labda pia football pia ni business. Yes sir. Unawekeza. Mimi tena mwekezaji mkubwa. Lakini sasa si ile ukubwa ya ile nye bet responsibly. Bet responsibly. Yes. Uko zaidi ya miaka 18. Yes. Usibeti ukawekeza karo. Unawekeza pia kodi. Talala nje. Kwa hivyo tutaanza na ligi ya NSL mwenzangu hizo. Tuweza kwamba tujue kwamba ile ligi ya NSL inafanana vipi. Maana hivi sasa tuko katika ile mzunguko wa 16. Hata vile vile ukiangalia KPL wako mzunguko wa 17. Hawajaachana mbali vile. Kwa hivyo tutaanza na ligi kiona Migori Youth wanaongoza pale. Migori Youth wanaongoza pale wakiwa na alama 30 baada ya kucheza mechi 16. Na ameshinda mechi 9 na akatoka sare mechi 3 na kupoteza mechi 4. Na kumbuka kwamba wanafuatana kwa unyo sana na huyu Michael Olunga FA. Na watazama Michael Olunga FA tutakwambia kwamba ni Mofa. Hao ndio the surprise package. Hao ndio Mofa. Wale Mofa ni klabu ambayo inamilikiwa na Michael Olunga. Unakumbuka ile unasema kwamba Michael Olunga Academy. Naam. Ndio hii sasa hapa anajikaza. Mwisho siku huenda akiwa atafanya vizuri tutakuwa tunaona katika ligi ya KPL. Hata nataka kukuuliza. Somehow ameweka ile structure zenye ni kama wako tayari. Hao ndio wale mabingwa utapata wana shida za usafiri. Sijui anaenda wapi alafu pesa wao wamekwama. Yaani huyu jamaa amejipanga sana huyu Michael Olunga, na ikiwa atafanya vizuri mwisho wa siku akiibuka mshindi katika ligi ya NSL, tutakuwa tunaona katika ligi ile ya SportPesa Premier League. Anashikilia nafasi ya 3 maana 3 KFC. Nakumbuka AK47. Kitaja AK47 hiyo ni bunduki. Huyo mwana 3 KFC ashikilia nafasi ya 3 vile vile na alama 27. Na ukiangalia ligi hii mwenzangu Mtiso, ni ligi ambayo number 1, number 2, number 3 hawaachani kwa mbali sana. Point 3. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kila mtu ana uwezo. Mtu yeyote ana uwezo wa kuongoza. Hapo ukicheza tu kidogo na baki umefanya nini, umeachwa nyuma. Alafu ukitazama wana Equity Bank ashikilia nafasi ya 4 ana alama 26. Kibera Black Stars ashikilia nafasi ya 5. Ana alama 26 vile vile. Tazama namna ambavyo wanafuatana. Kama si alama moja wanatoshana alama. Kuanzia kwa namba 8 mpaka namba 1 ni alama 4. Alama 4. Good. Na mimi siku zote usema mimi sipendi ligi sawia na hii mwenzangu Mtiso. Kwa nini? Kwa sababu haina ile ushindani. Mimi nitasema kwamba haina ushindani. Unajua ligi ambayo iko na ushindani mzuri ni ule ambao namba 1 anakuachia alama 10. Hapana. Alama 11. Unaona hii meza ikijipanga hivi ndio inaitwanga ile, kwa hivyo the adrenaline table. Kila mtu anajikaza. Bas, hatutarajii mtu yote. Unaona kama sasa hivi tunaweza sema kama ni EPL tunaweza sema punda ni wawili. Lakini sasa unaona hapa anyone anaweza kuwa punda anytime. Ukiteleza tu kidogo mwenzako anakukipu anakuja juu. So hata kwa expectation yetu hatuwezi sema ati Migori Youth ama ati Michael wako vizuri katika viwango vizuri ati hao ndo wanaweza beba. Waki lose 2 games
Wamerukwa na namba 8. Hata Nzoia Sugar naona wako namba 7. Nzoia Sugar kutokea kule maeneo ya Bungoma. By the way, shabiki mkubwa wa Nzoia sana. Shabiki wa Nzoia Sugar. Ndio kwa maana nimeichagua. Nzoia anashikilia nafasi ya 6 Nzoia Sugar. Juzi tumepiga mtu lakini sasa tuko na matatizo ni mingi. Anashikilia nafasi ya 6 Nzoia Sugar na alama 25. Na wamebanana sana na Fortune Sacco na basi Fortune MJ. Alafu Mombasa United vile vile wanatoshana alama. Wewe angalia. One game na one draw. Umetoka unatoka mwingine anakuja. Anashikilia nafasi ya 9 Soy United. Soy United amepandishwa ngazi hivi majuzi. Alafu Nairobi City Stars anashikilia nafasi ya 10. FC Talanta nafasi ya 11, Naivas FC nafasi ya 12 alama 22. Kuanzia nafasi ya 10 hadi nafasi ya 12 alama 22. Alafu utapata Mwanalwanda Villa. Wewe angalia. Klabu ya kwangu hii. Shabiki mkubwa wa Lwanda Villa kutoka kule maeneo ya Luanda. Atakuwa na mechi weekend hii. Alafu muite huyu mwana Darajani Gogo nafasi ya 14. Gucha Stars kutoka kule Kisii anashikilia nafasi ya 15 na alama 19. Gucha Stars, unapotaja Gucha Stars ni sahihi ukimtaja Shabana, manake wote utumie ule uwanja wa Gusii. Alafu Mwanamuli Children's Family nafasi ya 16. 17 ashikilia Kisumu All Stars. Alafu wale katika hatari ya kushushwa ngazi utapata kwamba Mwana Kabati Youth. Vile vile Viga United ambao juga kama Mlembe United. Alafu Mwatate United. Wanashikilia nafasi ya 18, 19 na 20. Na Mlembe hao walikuwa wako na the same problem kama Nzoia. Hao ndio wale mabingwa ambao wana shida sana ndugu yangu, wanapoenda katika usafiri lazima utapata kwamba wanachangisha transport. Na kuna wakati county government ya Viga ilikuwa imejitolea ku support as their club. What happened? Ilienda hivyo namna ambavyo ilienda ndugu yangu. Alikwambia kwamba mambo ya siasa usiweke katika football. Ukiweka katika siasa football utabaki kwa sababu talanta inaua talanta. Inaua talanta. Ukiangalia saa hii eneo hili la magharibi nzima. Naam. Timu yenye iko KPL ni moja peke yake. Kakamega Homeboyz. Na kuna wakati tulikuwa nazo karibu 4. Tunateremka. Ndio hivyo, ndio hali. Ndio hali ya soka. Kwa hivyo kama hujui cha kufanya ama hujui unge nani mkono, itabidi tuwe wachane na wewe sasa utadu. Watakuuliza sasa utadu. Alafu vile vile tutakuwa tunazama katika ile ligi ya KPL mwenzangu Mtiso. Naam. Tuone katika ligi ya KPL kunafanyika nini. Tumeona hivi majuzi Gor Mahia wakishangaza wengi sana. Comeback. Bonge la comeback. Tumeona wengi Gor Mahia wakishangaza wengi sana. Na si jambo la kawaida mwenzangu Mtiso. Naam. Sio jambo la kawaida mtu kupiga comeback sahihi na ile ambayo alipiga mwana Gor Mahia. Kidogo sijui tutasema viwango vya Gor Mahia vya soka viko sawa. Gor Mahia wako sawa. Structure ya Gor Mahia na Kongo wamewekewa. Ama wamewekwa kwa ile a very good structure. Naam. Hata ukiangalia saa hii wamekuwa na struggle over the games they have been playing. Lakini uangalie kwa table saa hii hao ndo number 1. I think number 1 ama number 2. But tofauti maybe ni bao ama point moja. Between hao na AFC. Ni mabao. Utofauti wa mabao. Bas, unaona? Na wamekuwa wanapigwa either wanapigwa na draw. Nakumbuka walipigwa na sijui ilikuwa APS. APS Bomet. Wakakuja na hii Nairobi United pia ni kama wakaza sana. Bas. Kwa hivyo tutajaribu kusema viwango vya Gor Mahia vya soka nile tuseme kwamba wanajua kile ambacho wanakitaka. Wako na that experience ya hata hii kamba mimi iko nishtua. Manakata wale wana Muranga walibaki wameshangaa wanasema kwamba they have never lost a game in such a way. Yaani unaongoza kipindi cha kwanza, unaporejea kipindi cha pili ushapigwa chini ya dakika 2. Mimi unajua wakati walipigwa hiyo 2-0. Nilijua watarudisha hizo bao zote. Watafuta hata la 3. Hata sikungangana. Faida kwa wekezaji ndugu yangu. Faida kwa wekezaji. Gor Mahia wamefika ile kiwango yenye vitu kama hizi. Kwa hivyo tutajaribu kusema kwamba FC Leopard Gor Mahia msimu huu ataletana sana. Hata kwanza FC. Nimefurahi FC. Manake ni mwamko mpya sana kwa FC Leopard. Hatujaona FC Leopard ikicheza hivyo. Kudos to the Abanis brothers. Hayo naye nawapa kwa. Na kwa kipindi kile alipokuwa anatafuta kura ya kuweza kuwa mwenyekiti ama kuweza kuwa chairman wa FC Leopard na Boniface, huyu Boniface ambaye alikuwa atumia ile hashtag kwamba ipo siku.
hiyo sasa ndo siku. Na akasema kwamba huu ndio wakati wa kuikomboa FC Leopard. Huu ndio wakati wa kuleta mataji. Wakibeba. Of which I'm not a supporter of AFC because mimi ni mtu wa Nzoia. Na Nzoia majuzi tu tumekuwa kwa Premier League. So lakini wakikuja waibebe. Mwisho AFC kubeba ligi ilikuwa 1992. Yeah. Kuna watu wenye supporters wa FC wajaona KPL tukio wengineo. Mtu kama huyo. Can you imagine for the first time the feeling? So ni kwa muda sana. Itakuwa ile pride. Italeta raha. Itapendeza. Italeta raha. At least na maybe cause mimi najua hata Gor Mahia iko na those structures kwa sababu they have been winning. Alafu tena ile kucreate ile ama ile kuvunja ile mentality ama kuvunja ile continuity ya kwamba ni mtu mmoja ambaye peke yake tu. Yaani haitaleta ladha hata sana. Hata ushindani hautakuepo. Tunajua ni ya Gor Mahia, kila mtu ataketi aseme kwamba wacha wachukue. Wacha wanandi wachukue. Unakumbuka kuna wakati na Manchester tulikuwa tumechukua tukaanza kusema marefa anawasaidia. Sasa hii italeta na unajua hizi vilabu mbili ndo zimekuwa ni traditional rivals. So tukiona wanaletana hivi sasa tunakumbuka those days. Unapotaja FC Leopard ni sawa na kutaja Simba ya kule Tanzania. Unapotaja Gor Mahia sawa na kutaja Yanga ya kule Tanzania. So inaleta ile ushindani ile yenye ilikuwa kitambo. Yenye sasa ilifanya zikakuwa the way zilikuwa FC zikakuwa timu zenye uzito za kupigwa upato hapa nchini Kenya. Anashikilia nafasi ya pili FC Leopard akiwa na alama 30, lakini utofauti wa mabao goli moja peke yake. You can imagine only one goal. Mimi nafurahi. Only one goal. Lakini ana mechi moja mkononi huyu mwana Gor Mahia. Ana mechi moja mkononi, huenda akapiga dhidi ya Kenya Police ama akapiga dhidi ya Bandari. Ndio mechi tu Kakamega Homeboys namba 3. Kakamega Homeboys ashikilia namba 3. Lakini tulikuwa tukizungumza na ndugu yangu Nelson kinielezea kwamba Antonio Kakamega Homeboys kulifanyika nini. Maana kama bingwa anastahili kuwa alibeba taji kitambo sana. Na nikabaki nikamwambia kwamba soccer is business. Football is business na nikaachana na yeye. Maana kiu mwana Kakamega Homeboys ana kila vigezo. Ana kila kijisababu cha kubeba taji ya KPL. Tumeona kwamba hivi majuzi alikuwa anaongoza peke yake kwa pale juu. Lakini akaachilia mchezo. Naona hivi sasa ashikilia nafasi ya 3, ana alama 24. Ni sahihi na kusema kwamba ana kila kitu cha kumfanya aweze kuongoza ligi hii. Kumbuka kama Gombo zinamilikiwa naye Toto. Sasa ukitazama hiyo ligi, jaribu kutazama. Hiyo ligi yote. Ukiangalia zile vilabu ziko owned na individuals. Ni vilabu ngapi? 3. Kakamega Homeboys. Kakamega Homeboys, kuna Kariobangi Sharks. Kariobangi Sharks. Na Sofapaka. Kariobangi Sharks na Sofapaka ziko bottom 2. Good. Nimekujibu. Hapa ndo penye the data hiyo picture kwamba soccer is business. So Toto kudos kwa Toto. Anapambana na miamba, anapambana na entities. Kwa sababu ukipata anapambana na Tusker, pambana na Leopard. Wacha na Leopard kwanza, Leopard na Gor Mahia huwa special case kwa sababu those are community clubs. Lakini sasa angalia entities kama Kenya Police, Tusker, Nairobi United. Hawa well funded na yani hawa ndio inafaa kwa mali Kakamega Homeboys, lakini tutamejaribu hata kama kuna hiyo mshike kidogo. Lakini tukizungumza tukisema tu kweli huyu mwana Kakamega Homeboys kuna kila ana kila uwezo wa kubeba taji la SportPesa Premier League. Ni ukweli. Ukiangalia venye nilikwambia mara ya kwanza, ukiangalia hapa magharibi, eneo la magharibi, si yako hapa eneo la magharibi. Ukiangalia talanta ambayo iko hapa eneo la magharibi ni mingi sana. Ni kubwa sana na mingi yenye wamemwachia mwenyewe achague. Tumeona juzi katika mashindano ya Governors Cup kuna baadhi ya wachezaji ambao watakuwa wanajiunga Kakamega Homeboys. Na maisha kwamba Toto na kila kisababu cha kubeba taji. Pengine ametazama ameona this is the place yenye pia Kakamega Homeboys tunafaa tukue tunaelekea. Ameona I think this is the best yenye wamefanya so far. Apart from kubeba Mozart League yenye beba Mozart. But sasa kwa ligi I think this is the best yenye wamefanya so far, na I'm hoping pia wata end up
kitu number 3 the way wako hivyo. Kama si kubeba pia mimi naomba bebe kwa sababu pia italeta pia ile raha kwa sisi wana Kakamega man. Western region vile vile. Nafasi ya 3 Kakamega Homeboyz, Shabana nafasi ya 4, Police FC nafasi ya 5, Tusker nafasi ya 6. Wote wanatoshana alama 24, lakini tofauti wa mabao. Ligi ambao pia vile vile ina ushindani mkubwa. Ligi ambao kila mmoja anamfuata mwenzake unyo kwa unyo. Huyu Kenya Police huyu yeye ndo bingwa mtetezi. Yeah, you ndo bingwa, this is the defending champion. Lakini anashikilia nafasi ya 5. Asidhani kama raundi ya tano. Hili ilimtoka. Hii itamtoka. Hili mtoka ataibeba ile taji anavyosema ipo siku. Huenda. Hii itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu. Hii Gor Mahia na FC wameweka makucha hivi. Kila mtu ametoa. Hawataachilia. Murang'a sisi baada ya kukungutwa na Gor Mahia anashikilia nafasi ya 10, Bandari nafasi ya 11. Na huyu Bandari tukizungumzia Bandari hivi majuzi aliweza kumpiga Homeboyz. Naam. Aliweza kumwangusha Homeboyz 2-1. Anashikilia nafasi ya 11. Bandari pia huwa mzuri, si mbaya vile. Bandari huwa mzuri, si mbaya. Mara Sugar nafasi ya 12, Madari United nafasi ya 13, Ulinzi Stars nafasi ya 14, Bidco United nafasi ya 15. Alafu katika hatari ile ya kushushwa ngazi, APS Bomet, Sofapaka, Kariobangi Sharks. Tumzungumzie huyu mwana Sofapaka. Is that the right position of Sofapaka? Number 17. See, it's not the right position. Matoto ba Mungu. In fact, Sofapaka mimi naweza kuwa na expect kama they are doing very badly, inafaa kwa mid table, top 10. Yes, top 10. Ama wakienda sana top 12. Kama ni mbaya zaidi. Maana Sofapaka amekuwa kaleta ushindani mkubwa sana katika FC Leopard wakimenyana na Gor Mahia. Zama zile ukisikia Patoto ba Mungu. Naam. Unajua kama wakati I think walikuwa promoted ni 208 somewhere there. Na wakabeba ligi. Na changamoto za Sofapaka zilianza pale ambapo Robert Matano alipoondoka. Sijui kama if you can recall that thing. Naweza kumbuka. Robert Matano alipoondoka na sijui mbona Robert Matano anapoondoka mahali huwa anaacha shida kule. Gwiji yule. Gwiji kocha yule. Robert Matano amempoteza mke wake. Pole sana kwa jamaa na marafiki. Condolence. Kweli. Alafu Kariobangi Sharks asikia nafasi ya 10 ya mwisho, si hata nafasi ya mwisho Kariobangi Sharks. Au yatateremka. Yataenda. Unajua kulikuwa na sijui naruhusiwa kusema kwa kamera. Kulikuwa na nini? Na lipi? Na semi kuwa ambao si semi za Maika Media si ya Maika Media. Atakuwa rais ule wa shirikisho. Naam. Kidogo na alikuwa na anafanya klabu bado unaona sasa ametoka klabu iko ina bad position. Yes. Wacha tutaangalia ligi ya KPL tujua kwamba nani atakuwa anacheza na nani hapo kesho tarehe 16. Madari United atakuwa anapiga dhidi ya Ulinzi Stars. Alafu Shabana dhidi ya Sofapaka. Madari United Ulinzi Stars nampa nani ushindi? Madari United Ulinzi Stars. Ulinzi Stars Alafu draw. Madari United Ulinzi Stars sare. Hiyo ni sare. Ndampa Ulinzi ushindi wa 1-1. Wamefuatana. Point moja tofauti. Anacheza leo, si kesho, anacheza leo. Tarehe 16 anapiga leo saa 10. Alafu kesho Shabana atapiga dhidi ya Sofapaka. Shabana akiwa bani Gusi. Kumbuka Gusi hapatoki mtu. Shabana kichwa. Shabana kichwa. Tusker Bandari. Tusker iko nyumbani. Tusker. Leopard APS Bomet. Hapo APS Bomet ampandishwa ngazi hivi majuzi. Lakini ni kama pia ako tayari. Kwa maana umeona namna ambavyo hata nafasi ambayo anashikilia kule nafasi ya 18. Kumaanisha atateremka tunajipange. So hapa ushindi wa FC Leopard na ushindi wa mabao mengi, maana yake anaposhinda kwa mabao mengi inampatia nafasi ya kuweza kuongoza ile ligi. Bas. Alafu atakuwa anapiga wima na Kariobangi Sharks dhidi ya Kakamega Homeboyz. Kakamega kichwa. Alama muhimu kwa Kakamega Homeboyz. Kakamega atakuwa nyumbani. Murang'a dhidi ya Bidco United. Tumeona Murang'a akiweza kumtoa kijasho Gor Mahia. Kwa hivyo Murang'a Bidco United. Hizi ni dabi. Ni dabi. Sare. Ni dabi. Sare watagawana. Watagawana hapa. Gor Mahia dhidi ya Mara Sugar. Gor Mahia kichwa. Hii alama nzuri sana. Gor Mahia unajua kitu Gor Mahia inatishiwa ni kuna wakati wameona kama hii ligi imeenda na FC. Sasa hiyo wakati wameikaribia tena. Naam. Hawezi wacha. Ametoa hizo kucha. Police dhidi ya Nairobi United. Sare. Hapa sare.
Anyway, ni sawa. Tukiachana katika ligi hiyo ya KPL ama SportPesa Premier League, maana hivi sasa inajulikana kama SportPesa Premier League. Itabidi uweze kutuachia ubashiri wako hapo kwenye comment section. Je, kati ya FC Leopard na Gor Mahia nani atakuwa anafanya vyema msimu huu? Ni wakati wa FC Leopard kuweza kutoa kucha tena zaidi ama ni wakati wa Gor Mahia kuendeleza msururu wake wa matokeo mazuri? Kwenye comment section. Na tukizungumzia katika ile Harambee Starlets mwenzangu Mutiso, kumbuka Harambee Starlets hapo jana wameweza kuwekwa katika wameweza kupangwa katika yale makundi ya ile nakwambia kwamba it's katika kundi A kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake itakalofanyika kuanzia tarehe 17 Machi hadi tarehe 3 Aprili. Harambee Stars wamewekwa pamoja na Harambee Starlets wamewekwa pamoja na Morocco, Kenya na Algeria na Senegal. Lakini naaminiwa na dada mimi. Unaaminiwa kina dada? Sinanga shida nao sana. Yaani wewe soka lako kwa wanawake uko na imani? Sio kama Harambee Starlets. Mimi kwanza ukiniambia ni red soka ya wanaume na wanawake Kenya. Haya wanawake na kwa juu. Wanadada wale wamefika World Cup. Wamefika World Cup Anto. Kwa hivyo unasema ile kundi kidogo Kenya atafanya vizuri. Wale safi. So hapa Kenya hapa tunaweza toka kama namba 2 hapa. Namba 2. Hapa tunaweza toka namba 2. Wadi Morocco yuko pale, Senegal yuko pale, Algeria yuko pale. Kenya ndio hafifu hapa. Harambee Starlets ndio hafifu hapa ndugu yangu. Hapo tuamu. Hapo ndio utajaribu. Ni saa tatu itakuwaje? La tukizama katika ligi ya kule Uingereza mwenzangu Mtiso. Tuone ya kwamba tuangazie tebo mara nyingi. Siku zote inakuwa vizuri tuweze kuangazia tebo ya ligi ya EPL. Mbuke wengi sana wamefutwa kazi kule. Chelsea akamfuta mtu kazi, Manchester United akamfuta mtu kazi. Msimu wa kisu. Msimu wa kisu. Alianza Manchester United, ndio wengine wakafuatia. Anaongoza Arsenal na alama 49. Nafasi ya pili Manchester City ana alama 43. Nafasi ya tatu Aston Villa na alama 43. Tusizungumzie hata Arsenal, Manchester City, wacha tuangalie mwana Aston Villa. Ndugu yangu Mtiso, Aston Villa nafasi ya tatu alama 43. Is that the right position of Aston Villa? Kongole kwao, it's not the right position, lakini it's the right moment to be there at that position. Yes. Lakini sasa washikilia nafasi ya tatu. Lakini sasa unajua Aston Villa huwa wanajiona ni kama wameanza kujiona ni kama it's a European team. Kwa sababu sasa hii ni msimu wa pili watakuwa wanacheza European football. Yeah, sure. Na ukiona kwa wale wachambuzi wa soka huwa wanapenda kuita a mid-table team. Lakini ukiangalia venye wanajikaza, hata ukiangalia performance yao kwa hii European football, imekuwa nzuri. Imekuwa nzuri. Liverpool ashikilia nafasi ya 4. Is that the right position of Liverpool? 35 points? Hapana. Anafaa wewe hapa penye Aston Villa yupo. Lakini kidogo unajua Liverpool naweza sema it's not the right position kwa sababu ni timu kubwa. Lakini pia ukiangalia msimu wao hujakuwa pia ule msimu mzuri sana. Mzuri umekuwa una msuko wanapigwa wametoka sare mingi. Anashikilia nafasi ya 5 Brentford alama 32, nafasi ya 6 Newcastle United. Manchester United nafasi ya 7 alama 32. Amepiga mechi 21. Ameshinda mechi 8, katoka sare mechi 8, kapoteza mechi 7. Mpoteza mechi 5 kumradi. Is that the right position for Manchester United? Number 7. Kumbuka amemfuta kocha hivi majuzi. Tunajaribu. Sasa hii inaongelea kama fan wa Manchester. Manchester inajaribu kwa sababu ukiangalia msimu uliopita Manchester walimaliza position yenye nikidhani ilikuwa position 8. Is it the right time Manchester United kuwa na number 7? Unasema wanajaribu. It's a review. Timu ambayo ina historia, timu ambayo imebeba vikombe. Na si Manchester. Nafasi ya 7 unasema wanajaribu. Sasa angalia namba 8 nani? Tazama tu. Number 8 is Chelsea. Bas. Chelsea pia unasema kwamba cha mwenzako kinyelewa cha hata kwa maji ama ati kwa hivyo nitatumia hii kauli. Kondo wote katika
Ama kipofu anamuongoza kipofu. Inaonesha structure za EPL pia zimeongezeka, zimeinuka juu, na hizi hatuwezi sasa baki kwa ile unaona juzi mchambuzi wa soka hata si mchambuzi wa soka, the journalist from UK anaitwa Piers Morgan alikuwa anasema kwa mtandao wa X, alikuwa anasema hii Manchester United mwache kuita big four. In fact haifai kuitwa big team, inafaa iitwe mid table, kwa sababu ile mindset ya lakini historia ipo, lakini sasa tutashinda historia. Kwa hivyo trying to say Manchester United is trying. Tunajaribu. Mimi I'm hoping, my hope ni hatutamaliza hiyo position. Bro, it is not trying. Mimi kama shabiki wa Manchester United. Lakini what I promise you Anto, hatutamaliza hiyo namba. Wacha nikwambie the exact number Manchester tamaliza. Number 5. Number 5. Tutampiku Brentford. Brentford atarudi. Unasema hata Champions League. Tenda nini kama ni Europa tenda Europa, lakini Champions League itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu. Kwa sababu mshike tumefuta kocha. Chelsea nafasi ya 8. Chelsea hawa madada zetu kwa shida. Na wanafuatana sana na Manchester United, maana alama moja tu. Sisi wote tuko kwa tabu. Fulham namba 9, namba 10 Sunderland ambaye mpandishwa ngazi vimajuzi, alafu Brighton nafasi ya 11, Everton nafasi ya 12, Palace nafasi ya 13, Tottenham Hotspur nafasi ya 14, Bournemouth nafasi ya 15, Leeds United nafasi ya 16, alafu Forest nafasi ya 17. Katika hatari ya kushushua ngazi West Ham United, Burnley, Wolverhampton. Na hata shida iko kwa Forest. Iko shida kwa Forest. Kubwa sana. Ukiangalia Forest hawa last season walimaliza position mzuri. I think walikuwa top 4. Yeah, sure. See, this season wamecheza some European football. Lakini hapa kwa Wolverhampton ndugu yangu, Wolves si timu ya kushushwa ngazi. Wolves wameshinda mechi moja peke yake. Na walipiga Manchester United. Kwa hivyo kazi ipo sana kwa Manchester United. Manake huyu mwana Wolves kila mmoja amekuwa kitoa alama kwake. Manake amepiga mechi 21, kashinda mechi moja, katoka sare, kapoteza mechi 16, alafu katoka sare mechi 4. Wolves atateremka. Lakini sasa West Ham na pia the investment that they have done kwa msimu wa uhamisho. Pia that's not the position to be. Ukiona wawekezaji wa club wamechukua pesa yao wameekelea, alafu namaliza hiyo. Soccer is business. Ligi yote itakuwa inaendelea weekend hii. Manchester United ya Manchester City hapo kesho. London derby. Lakini Manchester anaweza jaribu to draw. Hapo sare. Manake atakuwa nyumbani Manchester United. Tumeona kwamba Manchester United anapokuwa nyumbani kidogo matokeo yake wacha tumsaidie mwana Arsenal hapo draw. Hapo sare. Chelsea Brentford. Manchester tukiwa nyumbani huwa tunajaribu. Chelsea hapo, Chelsea kichwa. Atashinda? Chelsea atashinda. Leeds United Fulham. Leeds nyumbani. Leeds ni mchafu sana huyo. Mchafu akiwa nyumbani, ni mchafu. Liverpool Burnley. Liverpool kichwa. Sunderland Crystal Palace. GG. Sare. Tottenham West Ham. Tottenham kichwa. Mbaya amekuwa akipigwa na kila mtu. Tottenham pia wana Spurs. Forest Arsenal. Yuko nyumbani Forest. Arsenal kama Forest mnyima alama Arsenal. Hapana. Arsenal saa hii si timu yangu na spend Arsenal. Lakini kongole kwa Arteta. Amewaeka kama ukiona Arsenal wanaweza kwa ile mechi yenye unaona kama wanaweza pigwa, lakini wanalazimisha draw. Arsenal saa hii hata ile ligi wanaweza beba usipochunga. Wolverhampton Newcastle. Aston Villa Everton. Sare. Brighton Bournemouth. Sare. Ni sawa, tumekafunga hivyo. Kwa hivyo kwa mtazamaji wa Mike Media unaweza ukaweka ubashiri wako kwenye comment section katika ligi ya kule Uingereza. Mechi itakuwa inaendelea weekend hii. Tuambia kwa bana atakuwa anafanya vizuri. Ikiwa utabashiri sawa, vile vile itakuwa poa. Na vile vile nikukumbushe kuhusiana na Mike Group Foundation. Kumbuka Mike Group Foundation iko pale kuhakikisha kwamba inakupa mpira wewe shabiki wa kwetu ama wewe ambaye una klabu pale mashinani. Cha kufanya hakikisha kwamba una comment kwenye comment section. Kuna pale katika Mike Group Foundation kuna kanda video ambayo imekuwa pale. Yule ambaye atapata comments nyingi
wengi. Mwisho wa siku tutakuwa naita papa kuhakikisha kwamba tunawapatia mpira. Na mwenzangu Mutiso, tukimaliza manake namuona MJ anasema kwamba Antonio Nyonga. Naam. Jumapili natarajia kwamba finali kati ya Senegal wakipiga dhidi ya Morocco. Katika ile mashindano ya AFCON. Senegal, Morocco. Na Senegal ya kufika pale, kumbuka alimpiga mtu. Moja Komboufe. Moja Komboufe alimpiga yule mwana Misri. Salah alimpeleka Salah nyumbani. Naam. Mechi kubwa. Morocco kufika pale aliweza kumwangamiza mwana Nigeria 4-2 katika mechi ambayo iliishia katika matuta ya penalty. Naam. Kwa hivyo Senegali, Morocco mwandalizi wa makala hayo, nani atakuwa anafanya vizuri? Morocco atachukua. Morocco atabeba. Mcheza kwao kutuzwe. Mcheza kwao hutuzwa. Au yatatuzwa. Kwa hivyo unasema kwamba Morocco atabeba. Morocco atabeba. Tena ukiangalia the way wamekuwa na perform kidogo Senegali kidogo wamekuwa kiswasua. Hata ukiangalia hiyo game ya Mali unajua waliswasua sana, ilikuwa bahati. Bahati juu ya hata ile kadi. Lakini mwenye bahati siku zote huwa anaambukia ama huwa anaangukia na huenda hata anashinda. Mshindi ni yule amejipanga, sio kuangukia. Morocco amejipanga. Kwanza kitu ya kwanza ako na mashabiki nyumbani. Mtazamaji, hii imekuwa gumzo la spoti hapa Amaika Viwanjani, na mimi mtoto wa mama John Anthony Orao. Tupatie ubashiri wako pale katika comment section ya kwamba Morocco, Senegali, nani ambaye atakuwa anafanya vizuri. Usikose kutembelea kurasa zetu zote pale Facebook, TikTok, Instagram, na vile vile X ndio bado Twitter. Yes. Siku hizo wanaita ile X. Inachanganyo. Inachanganya wengi sana. Nimekuwa kwa mtoto wa mama John Anthony Orao. Usibonyeze kidude, nimekuwa naye Isaac mwenyewe. Aizo mwana Manchester United. Kwa hivyo usicheze mbali.